vijana 300 ama 500 kwa kila ward, tuwafundishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira ya hata kana kwamba Rais William Ruto hana washauri, kwa sababu hivi majuzi mahakama iliweza kutupilia mbali na kuzika orodha yake yote ya washauri 21. Angalau wabunge marafiki zake ambao ni wabunge, maseneta, magavana wanapaswa kumshauri kwamba sasa hivi wananchi hawataki ahadi. Wananchi wanataka vitendo. Yaani tangia mwaka 2022 mpaka tumesalia na siku 550 tuingie kwenye uchaguzi mkuu wa taifa letu la Kenya wa mwaka 2027, bado serikali ya UDA inazidi kuwapea wananchi ahadi, alafu utake wananchi watulie. Bwana Ruto kila kukicha anazidi kujiaipisha, anazidi kujiaibisha. Angalia, Ijumaa ya tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026 alikuwa katika kaunti ya Mombasa, mahala ambapo alijumlisha kaunti ya Taita Taveta, kaunti ya Kwale na Mombasa, kupeana pesa za Nyota Fund. Sasa huwa nashangaa hizi pesa za Nyota Fund, akimaliza kupita kaunti zote 47, ni nini ambacho tena atawadanganya wa Kenya? Sasa William Ruto alipomaliza kupeana zile pesa ambazo anatuma kwa simu, hiyo ni initiative mzuri, vijana wapewe kazi, lakini kitu ambacho ninapinga, hakuna transparency. Watu wanachukuliwa jinsi ambavyo wanajulikana, wanaenda kupewa pesa, alafu you expect vijana wengine watulie. Sasa William Ruto alipomaliza kupeana zile pesa, akaingia katikati ya mji wa Mombasa kwenda kuzungumza. Alijutia mbona hakumaliza hafla yake kutoka mle ndani, apande ndege aelekee Nairobi, kwa sababu alipoingia katikati ya mji, alipokuwa anazungumza na wananchi walimnyamazisha, mpaka ikabidi akakatisha hotuba yake haraka sana na akawaambia wananchi wa Mombasa kwamba Mwenyezi Mungu awabariki. Kila ward tutakuwa na ICT hub. Kila ward tutakuwa na ICT hub, vijana 300 ama 500 kwa kila ward, tuwafundishe mambo ya kompyuta na tuwapangie ajira ya digital jobs. Ninyi vijana mko tayari kwa hiyo digital jobs? Mko tayari? Mafuta! Mafuta! Mafuta bana! Wacha niweze kurudia hivi. Tukiwa tumesalia na siku 500 sasa hivi na 50, sio wakati wa kuendelea kuwapea wananchi ahadi. Wakati huu unapaswa kuwaonyesha wananchi ni kipi ambacho umekuwa ukikifanya kwa huu muda ambao umekuwa madarakani wa miaka 4. Wakati usio bado unaendelea kupeana ahadi, sijui nitatenga, nitaweka, sijui nitaunda. Hakuna, wananchi hawawezi wakakusikiliza. Mambo kama haya ungewaambia 2023, 2024, lakini 2025, 2026 wafanyie kazi. Naomba nikuelezee zaidi kilicho waghadhabisha wananchi, lakini kabla ya hapo, wacha tuliweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Ukishafanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, ili kiendelee kukupasha taarifa ambazo ni za ukweli. Mpenzi mtazamaji, mimi ni Bwana Ezra, asante sana kwa kuweza kuaminia hichi kituo. Bwana Ruto anakosea, na uzuri mimi ninamwambia ukweli, akirekebisha ni sawa. Wakati huu si wakati wa kuendelea kuwaambia wananchi ahadi, ni wakati wa kufungua miradi ambayo imekamilika. Kwa sababu miaka 4 yote, kwani unapaswa kuchukua miaka ngapi ndio uweze kumaliza miradi? Unasikia nawaambia vijana kwamba sijui ni mambo ya digital hubs.
Hayo mambo amekuwa akiyaimba 2023, 2024, 2025. Tena anataka kuimba 2026. Sijui atajenga digital hubs, aweke wifi, aajiri vijana sijui 1100 watakao kuwa wanafanya kazi za online digital. Ni kitu gani ambacho kimemzuia rais tangia alipoingia madarakani? Sasa hivi ni mwaka wa 4 hajaweza kujenga hizo nini? Ni kipi ambacho kimemzuia hajaweza kujenga hizo digital hubs? Anazidi kuwaambia wananchi ahadi mpaka sasa hivi. Kitu rais ambacho anapaswa kukubali na kujua ni kwamba njaa haisubiri. Vijana hawana kazi. Uliwaahidi utawapea kazi. Hizi ahadi ambazo unazidi kuwapea ndizo zinakasirisha vijana mpaka wanakupigia kelele, wanakuambia ukora. Tusemezane ukweli mpenzi mtazamaji. Huu ni mwaka wa 4. Vijana watasubiri mpaka lini hizo digital hubs zijengwe alafu wapewe hizo kazi? Walikuwa wanafanya nini kuanzia 2023 kipindi ambapo aliongeza ushuru? 2024 alikuwa anafanya nini? Na 2025 anakuja kuendelea kutupea hizo ahadi mpaka sasa hivi. Lazima tuambiane ukweli. Hata kana kwamba wengine wanamsupport ndio ni rais wetu. Kila mtu yuko na demokrasia. Kila mtu yuko na demokrasia yake. Hiyo ndio, ama huo ndio ubora wa kukua kwenye taifa ambalo liko na demokrasia. Msapoti na mwingine asapoti wake. Lakini kabla hujaendelea kumsapoti, wewe unaridhika 2026 baada nazidi kupeana ahadi eti kwamba atajenga digital hubs? Mimi ningekuwa rais sasa hivi, kipindi ambapo tuseme jinsi ambavyo alikuwa Mombasa hii leo, angeenda pale achukue makasi. Hata mimi niko na makasi. Achukue makasi, waweke ribbon na kukata, aseme kwamba nimefungua digital hubs kwa kila wadi. Tuseme for example zile wadi zote ambazo ziko Mombasa, apite kila wadi afungue digital hubs, na papo hapo awaajiri vijana kuanzia kesho au kuanzia wiki ijayo, wachape kazi. Sio wakati huu tumesalia na siku 550 tuingie kwenye uchaguzi mkuu bado unazidi kupeana ahadi. Hapana bwana. Hata kana kwamba Wakenya wanakupenda Mr. Ruto, hawawezi wakaendelea kukupenda. Hawawezi. Ngoja ngoja uumiza matumbo. Waswahili walisema hivyo. Kumbuka kwamba hawa ambao unazidi kupea ahadi eti kwamba wasubiri, na wao wako na familia. Wewe ambaye ni rais, kwa kila mwezi pesa zinaingia kwa akaunti, familia yako inalishwa. Hawa ambao uliambia kipindi cha kampeni kwamba utawapea kazi, unazidi kuwapea ahadi, ni akina nani ambao watalisha familia zao? Mtukufu rais, hapa nayo wanakupotosha badala ya kukuelekeza vizuri. Mpaka wakati huu unazidi kuzungumzia kupeana ahadi. Unapaswa kuonyesha wananchi vitendo. Fungua digital hubs, ajiri wananchi pale pale waendelee na kazi. Sio kusema kwamba tutajenga, sijui tutaweka kando. Hizo ni ahadi ambazo wananchi wamechoka. Sasa wakikuimbia one time, unaanza kusema eti sijui kuna watu ambao wanatishia serikali, sijui kuna majambazi ambao wamelipwa kuja kukupigia kelele. Wananchi wamechoka kungoja. Namba 2. Umesikia vijana wakimwambia mafuta. Mafuta. Kipindi ambapo wanamwambia mafuta, unajua rais alipoingia madarakani aliongeza bei ya mafuta mpaka 220 kwa lita. Anateremsha sumuni. Na unaelewa katika taifa letu la Kenya, wananchi wengi sana wanatumia mafuta kuweza kufanya kazi. Kuna wale ambao wanalimisha trakta, mashamba, so wakati wa kutayarisha mashamba ili upanzi uweze kung'oa nanga. Watu wanatumia mafuta kuweza kufanyia usafiri wa bodaboda, usafiri wa magari. Wananchi wamechoka na jinsi ambavyo serikali hii iliweza kuongeza mafuta. Inaongeza kwa pesa nyingi, alafu ikipunguza inapunguza kwa sumuni. Sasa unataka Wakenya waweze kutulia? Vijana wengi wameweza kukita kwenye biashara za bodaboda na wao wanajichunia riziki, alafu na waongezee mafuta, mtukufu rais. Wananchi hawawezi wakaendelea kukuunga mkono, mtukufu rais.
kipindi ambapo unawaongezea ushuru wa mafuta alafu utake wa kusapoti. Hawawezi. Mwisho, kuna kitu kingine ambacho sikumsikiliza leo akizungumzia, lakini bado nitakitaja. Leo sikumsikia akizungumza, lakini bado nitakitaja. Kuna haya mambo ambayo rais amekuwa akisema kwamba wale wazazi ambao hawana karo, hawajaweza kununulia watoto school uniform, wawapeleke watoto wao shuleni. Watawapelekaji watoto shuleni kipindi ambapo huyo mtoto hata shilingi hauna? Shule ya nani ambayo itakubali mtoto mwenye analetwa shuleni bila ya hata shilingi? Unajua Rais Ruto yeye anazungumza alafu anarushia mtihani walimu wakuu wa sekondari, wanaenda kusumbuana na wazazi. Unaona, kuna shabiki mmoja mwenye ameniandikia ujumbe hapa. Ameniambia, Bwana Ezra, the boy that I sponsor in high school, in Form 4 Kerugoya Boys High School, was sent home on Saturday, and on Monday I had to pay 40,000 to allow him back to school. Huyu anajaribu kuniambia nini Bwana Ezra? Ananiambia kwamba haya maneno ambayo Rais Ruto anasema kwamba kama hauna karo umpeleke mtoto wako shuleni, amezungumza na walimu wataacha watoto shuleni. Hakuna. Rais anazungumza eti kwamba peleka watoto shuleni, unapeleka mtoto, anakubaliwa hiyo siku, kesho yupo nyumbani. Kama huyu shabiki wetu ambavyo ameweza kuniambia kwamba mtoto mwenye ana sponsor, mwenye anapewa udhamini, akaenda shuleni, akafukuzwa Saturday, ilimbidi alipe 40,000. Huyu ni shabiki yetu kutoka wapi? Rubaza za kimataifa. Ilibidi alipe 40,000 ili huyu mvulana arudi shule kusoma. Kwa hivyo Bwana Ruto, haya mambo ambayo anazidi kuahidi na mengine ambayo anazidi kupeana yana msingi, ndio yanachokesha wananchi, ndio yanafanya wananchi mpaka hata wakati mwingine hawataki kumsikiliza, wanampigia mpaka kelele. Mimi ni Bwana Ezra, zidi kupiga subscription, zidi kusambaza content zetu, tupatane kwa kanda ijayo.